Na uhari gani mtazamaji wa Channel Plus habari, na huu ni wasaa kuangaza habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe, karibu tuanze kwa kuangaza habari za michezo kitaifa. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeandaa kongamano la idhaa ya Kiswahili duniani linalotarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 24 hadi 27 Machi mwaka huu 2026 katika ukumbi wa kimataifa kituo cha mikutano AICC jijini Arusha. Akitoa taarifa hiyo, katibu mkuu wa wizara hiyo na msemaji mkuu wa serikali ndugu Gelson Msigwa amesema kongamano hilo litakutanisha vyombo vya habari vinavyotangaza kwa Kiswahili duniani, watangazaji, wahariri, wamiliki, watendaji wa redio, televisheni, majukwaa ya kidijitali, wataalamu wa lugha, taasisi za elimu na wadau wengine wa mawasiliano duniani. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni yani UNESCO limeipa hadhi lugha ya Kiswahili kwa kuridhia na kuipangia siku maalum ya kusherekewa duniani ambayo ni maadhimisho ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani ambayo hufanyika tarehe 7 ya Julai kila mwaka, ikiwa ni lugha ya kwanza kutoka barani Afrika kupangiwa siku yake maalum ya kuadhimishwa duniani. Ndugu zangu waandishi wa habari, kupitia kongamano hilo washiriki watapata fursa ya kujadili nafasi ya tasnia ya habari katika kukuza na kuendeleza Kiswahili duniani, pamoja na kubainisha changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika matumizi ya lugha hiyo katika vyombo vya habari. Wizara inapenda kuufahamisha umma kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa kongamano hilo ni makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah. Vilevile mgeni rasmi katika hafla ya kufunga kongamano hilo atakuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo na mbunge wa Arusha mjini, Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Na kwingineko, maandalizi kuelekea mbio za kimataifa za Kilimanjaro Marathon yanakamilika kwa 100%, huku kukiwa kumebaki saa chache kabla ya kuanza kwa mashindano hayo yatakayofanyika kesho katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Ushirika Manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Ahmed Nandonde anatuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza na Channel 10 mapema leo, meneja wa matangazo ya kampuni hiyo ambao ndio waandaaji wa mbio hizo, Bi Catherine Yakura, amesema mashindano hayo yanayofanyika kwa mwaka wa 24 sasa yatahusisha watu kutoka mataifa mbalimbali zaidi ya 50, ambapo dhamira kuu ni kuwakutanisha watu pamoja, huku kampeni ya mbio hizo kwa mwaka huu ikisema vya kwetu vizuri. Marathon tumekuwa legend sponsors kwa sababu huu ni mwaka 24 ambao tumedhamini, lakini Kilimanjaro Premium Lager inadhamini hii marathon kwa sababu nia na madhumuni kwanza ni inaleta watu kwa pamoja. Kwa hiyo kuna nchi zaidi ya 50 ambazo ziko nje ya Tanzania na wanashiriki katika hizi mbio. Watu wote kuja kwa pamoja ndani ya jiji la Moshi. Lakini pia katika mwaka huu imekuwa tofauti kidogo kwa sababu tuna kampeni yetu ambayo tumeizindua inaitwa vya kwetu vizuri. Hii kampeni hususan ni kwa ajili ya kusherehekea na kufurahia vya kwetu wa Tanzania vilivyo vizuri. Tumezingatia hasa wakimbiaji wetu kwa maana ya barabara ambayo itakuwa sawasawa kutopata matatizo ya kuumia henka na sehemu na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo tumelazimika kutumia route ya kilomita 21 kufanywa mara 2 ili kupata kiwango kwa hiyo. Nao baadhi ya wadau wakiwemo makampuni mbalimbali yatakayoshiriki katika mbio hizo wameeleza matumaini yao makubwa katika mbio hizo ambazo zimepewa hadhi ya kushirikisha viongozi mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tumeziweka kwenye hadhi ya kiongozi. Tutakuwa na warm up stage asubuhi. Kwa hiyo watu wakishapasha ile asubuhi, then viongozi wakishafika tutaanza hizo mbio. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri tu. Tumeboresha kuanzia ruti, kuanzia usimamizi mzima, kuanzia the way ambavyo wanaweza kupata experience wakiwa barabarani, upigaji wale maeneo ya kupiga picha. Nikiripoti kutoka hapa Manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, naitwa Ahmed Nandonde, Channel 10.
Asante Ahmadi Nandonde kutoka huko mkoani Kilimanjaro. Kwingineko, wasanii chipukizi wa muziki wa Bongo Flava Vincent Francisco na Abubakar Issa wametoa pongezi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa katika kukuza sanaa nchini. Wasanii hao wamesema mazingira bora yanayoendelea kuimarishwa na serikali yanatoa fursa kwa vipaji chipukizi kujitokeza na kufikia mafanikio, jambo linalochangia kukuza uchumi wa ubunifu nchini. Hizo pesa zitatusaidia sisi wanamuziki kujikwamua kiuchumi na kuendeleza pia muziki wetu. Ndio unapofanya muziki sana tunakuwa tumeweza upande wa muziki na masuala mengine binafsi ya kiuchumi, biashara na maanisha. So mama yetu Dr. Samia Suluhu amefanya jambo la maana sana kutoa hizo fedha bilioni takriban 20. Pia nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuona sisi wasanii, lakini pia kwa kutuongezea nguvu pale. Kuna jambo mama amelifanya zuri sana. Ameweza kutoa kiasi fulani cha fedha ambacho kinaenda moja kwa moja kutufikia sisi wasanii ili kutuwezesha sasa kuweza kufanya kazi yetu vizuri sana. Na hili mimi nimeliona. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Namshukuru Rais. Tazame yaliyojiri kwa medani za kimataifa kama tulivyoandaliwa na msimulizi wetu. Ni wasawa habari za michezo medani za kimataifa. Shirikisho la soka nchini Guinea limesema kama kweli shirikisho la soka barani Afrika CAF limeamua kuivua Senegal ubingwa wa AFCON 2025 na kuipa timu ya taifa ya Morocco, basi wafanye hivyo pia kuivua Morocco ubingwa wa AFCON 1976 na kuipa Guinea kombe lao. Guinea wamewataka CAF kufanya marejeo ya fainali ya AFCON 1976 waliocheza dhidi ya Morocco, ambapo Morocco waligomea mechi dakika 33 ya mchezo na kutoka nje ya uwanja kwa dakika 15 baada ya Sherif Suleiman kuifungia Guinea goli la utangulizi ambalo Morocco ilikataa. Kwenye mechi hiyo Morocco walirudi uwanjani baada ya dakika 15 na kufunga goli la kusawazisha dakika 86 kupitia kwa Ahmed Malou, na mechi ikaisha kwa sare ya bao 1-1, huku Morocco akitangazwa kuwa bingwa, ambapo Guinea wanaona ni sawa kudai haki yao ya ubingwa ikiwa imewezekana kwa Morocco kupewa ubingwa siku ya 58 baada ya fainali kuchezwa. AFCON 1976 ilichezwa katika mfumo wa kundi moja lenye timu 4: Morocco, Guinea, Misri na Nigeria nchini Ethiopia. Hivyo mchezo wa Morocco na Guinea ulikuwa unaamua nani awe bingwa, huku Morocco akihitaji kupata sare na Guinea akihitaji ushindi. Eden Bahati, Channel 10 michezo kimataifa. Na hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Mimi ni Esther Mtebe, nikutakie Eid Mubarak. Endelea kutazama Channel 10+.